kuanzia sasa nakaa gerezani kwa sababu ya tarehe 29 tu. Kesi imekwisha. Kesi kwisha. Kutoka kwenye viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, mkaguzi wa Jeshi la Polisi Samuel Elibarikaya, shahidi wa 3 wa Jamhuri katika kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa Tundu Lissu, amemaliza kutoa ushahidi wake mahakamani hapo katika kesi hiyo inayosikilizwa chini ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Shahidi huyo ametumia siku ya leo Alhamisi Oktoba 23, 2025 kwa kiasi kikubwa kujibu maswali ya dodoso cross examination aliyokuwa anaulizwa na mshtakiwa Tundu Lissu, ambaye kimsingi anajitetea mwenyewe kwenye kesi hiyo inayosikilizwa mfululizo kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Akiomba hairisho la kesi hiyo siku ya leo, wakili wa serikali mkuu Renatus Mkude anayeongoza jopo la mawakili wa Jamhuri amesikika akieleza mahakama kuwa kusema kuwa waheshimiwa majaji, shahidi wa 3 amekamilisha. Kwa leo hatuna la ziada. Tunaomba airisho hadi hapo kesho, ambapo pia tunaenda kutafakari kuhusu uamuzi wa mahakama uliotokana na kukataliwa kwa vielezo vya Jamhuri. Katika maswali yake ya dodoso, Tundu Lissu kwa kiasi kikubwa amejikita kumuuliza shahidi huyo kuhusiana na ulinganifu wa hoja alizozieleza mahakamani na maelezo yake aliyoandika akiwa kwenye kituo cha polisi, ambapo katika eneo hilo Lissu alibainisha maeneo zaidi ya 75 yenye mapungufu na yasiyolingana. Idadi kubwa ya maswali aliyokuwa anaulizwa shahidi huyo wa 3 wa Jamhuri, mkaguzi wa Jeshi la Polisi Samuel Elibarikaya alikuwa anaulizwa endapo maelezo aliyoandika polisi aliyawasilisha mahakamani hapo, na yeye alikuwa anajibu hapana, hajawasilisha. Baada ya mshtakiwa kumaliza kumhoji shahidi maswali ya dodoso, wakili wa serikali alimuuliza examination swali moja shahidi ya kwamba alipokuwa akiulizwa maswali ya dodoso ameonyesha kwamba hoja nyingi alizoziongea mahakamani hapo hakuziandika akiwa polisi. Ni kwa nini? Katika majibu yake, shahidi huyo alieleza mahakama kuwa kwenye mazingira ya kawaida asingeweza kuandika kila kitu akiwa polisi, hivyo aliandika maelezo polisi kwa ufupi. Kesi hiyo sasa imeahirishwa hadi hapo kesho Ijumaa Oktoba 24, 2025, ambapo kwenye mazingira ya kawaida shahidi wa 4 wa Jamhuri anatarajiwa kuanza kutoa ushahidi wake, au huenda tafakuri ya Jamhuri ikaleta jambo jipya kuhusu mwenendo wa kesi hiyo. Nje ya viunga vya mahakama, wanahabari tumezungumza na mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, wakili Gaston Garubindi, kueleza kilichojiri mahakamani hapo kwa siku nzima. Update ya shauri la Mheshimiwa Lissu, na mimi nitaanza na maneno yake. Mheshimiwa Lissu leo amesema yuko ndani kusubiria uchaguzi uishe tarehe 29. Maneno hayo ameyatoa leo mahakamani baada ya mahakama kukubali pingamizi lake la pili la kukataa ripoti ya mtaalamu aliyefanya uchunguzi wa zile video ambazo nazo zilikataliwa. Nafikiri baada ya kupima uzito wa hili shauri na namna linavyoelekea, amejiridhisha kwa weledi wake kwamba kimsingi kesi imekwisha, hakuna kesi hapo. Na kwa maoni yake anashangaa kwa nini shauri hili halijaondolewa, na ndio maana akasema yuko ndani kwa sababu za kusubiri uchaguzi upite tarehe 29, kwa sababu kisheria baada ya vielelezo hivyo na ripoti kukataliwa, hakuna namna yoyote, hakuna muujiza wowote wa kuweza kumtia hatiani Mheshimiwa Lissu. Sijui muujiza huu utatokea wapi. Sasa Jamhuri leo wakati wanaomba kuahirisha shauri hili mpaka kesho ili aweze kuitwa shahidi wa Jamhuri wa 4, kwa sababu leo tumehitimisha kumsikiliza ushahidi na kumhoji maswali shahidi wa 3 wa Jamhuri. Tunatarajia kesho wataleta shahidi wa 4. Maneno ya Jamhuri wakati wanaomba kuahirishwa kwa shauri hili, wamesema wanakwenda kufanya tafakuri, wanaenda kutafakari baada ya kukataliwa kwa vielelezo hivyo na baada ya maamuzi madogo mawili ya mahakama hii. Jamhuri wamesema kwa maneno yao wanakwenda kutafakari. Kama tafakuri hiyo itawaongoza au itawapelekea kuondoa hii kesi, mimi sijui, lakini Jamhuri wamesema wanakwenda kutafakari au wanakwenda kujipanga upya, wajue namna gani watatoka vipi kesho. Kwa hiyo tunawasubiri kesho saa 3 tujue Jamhuri watapitia mlango gani au wanakuja na approach gani nyingine.
lakini ushahidi wao ambao walitegemea na ulikuwa unabeba shauri hili kwa asilimia kubwa kwa jicho la kisheria umekataliwa hapa mahakamani. Tunasubiri siku ya kesho tuone wana muujiza gani mwingine au wanataka kulipelekaje hili shauri mbele. Nafikiri baada ya tafakuri hiyo ndio maana Mheshimiwa Lissu amesema atakuwa ndani. Kama itamlazimu kuendelea kukaa ndani, itakuwa ni kusubiria tu mchakato wa uchaguzi uishe. Lakini kama sio hivyo, tunaamini Jamhuri kwa busara yao mawakili wa serikali, baada ya kupitia vielelezo, baada ya kupitia plani yao na mpango kazi wa namna ya kuendesha shauri hili, nafikiri busara itawaongoza tu, na wao wanajua cha kufanya. Mimi sio kazi yangu kuambia cha kufanya, lakini wanajua cha kufanya. Tunawaombea kwenye hiyo tafakuri yao, busara iendelee kuwaongoza, waone kama ambavyo pia Mheshimiwa Lissu ameomba kwamba kwenye hiyo tafakuri wakafikirie upya kama Jamhuri bado wanadhani wanaweza wakaendelea na hili shauri au wanapaswa kufanya vinginevyo. Kwa hiyo yote kwa yote tunasubiri kesho saa 3 asubuhi ambapo shauri hili limeahirishwa na litakuja kesho saa 3, au kwa ajili ya kupokea hiyo tafakuri ya Jamhuri au kumsikiliza shahidi wao wa 4 ambaye atapanda kizimbani kujaribu kuiambia mahakama huo ushahidi wake na utahusu nini. Mimi sijui na Watanzania hatujui, na waomba tusubiri kesho kumsubiria huyo shahidi wa 4 wa Jamhuri. Asanteni sana, ni hayo tu. Kuanzia sasa nakaa gerezani kwa sababu ya tarehe 29 tu. Kesi imekwisha. Kesi kwisha.